Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salam. Mambo mazuri? Mambo mazuri, namshukuru Mungu. Umechinja leo? Kama kawaida. Baada umepata pia asubuhi? Kitu kimekwenda vizuri. Sawa. Tupitishe walau kwa uchache mchezo dhidi ya Tausi jinsi ambavyo umekuwa, lakini dakika 90 ukamalizika kwa sare ya bao 1-1. Leo ulikuwa ni mchezo wetu mwingine wa 19 wa ligi kuu soka ya wanawake, na mchezo wa leo dhidi ya Tausi FC, endapo tungeshinda basi tungetangazwa rasmi kuwa mabingwa wa ligi kuu soka ya wanawake Tanzania bara. Bahati mbaya tumeshindwa kupata ushindi, na kwa mantiki hiyo basi sherehe za ubingwa zimeahirishwa rasmi hii leo. Ilikuwa tushinde tupate alama 3, tufikishe alama ambazo haziwezi kufikiwa na wapinzani wetu wote katika michezo mitatu ambayo imebakia, lakini kwa kushindwa kupata ushindi na kupata alama 1, maana yake ni kwamba uwezekano wa Simba Queens kuchukua ubingwa hii leo umeshindikana rasmi, na sasa tunawekeza nguvu katika mchezo unaofuata. Hatuna wa kumlaumu kutokana na aina ya timu tuliyokuwa nayo. Tausi ni timu ya kiprojekti, ni timu ambayo imetengenezwa vizuri, ina wachezaji ambao hujawahi kuwaona, ukiachilia mbali Mwanamisi Omari Gaucho ambaye unamfahamu, lakini the rest ni wachezaji wadogo wapya wazuri, wana ubora wa hali ya juu kweli kweli, na kama wakiendelea kukaa pamoja, maana yake wanaweza kuwa tishio zaidi kwa misimu inayokuja. Na mtazama Tausi kama mpinzani anayeongezeka katika ligi kuu soka ya wanawake. Kufanikiwa kutuzuia hii leo tusichukue alama 3 sio kwa bahati mbaya, ni kutokana na ubora aliokuwa nao, na ndio maana haishangazi kuona amezifunga timu nyingine huko pamoja na ugeni wake katika ligi ya wanawake, lakini yuko nafasi ya 6 hivi sasa. Unaona kabisa hii timu ina ushindani ndani yake. Kwa ubora wake amefanikiwa kupata bao la kwanza Simba Sports Club, tukapambana tukachomoa, ikawa 1-1, tukatafuta la pili ikashindikana, ngoma kaisha pacha namna hiyo. Sisi hatuna wa kumlaumu wala hatuna wa kumshtumu, tunachukua hayo kama matokeo chanya ya mpira wa miguu. Mwalimu Musa Hassan Mgosi anakwenda kukaa na vijana wake kuangalia doti moja baada ya nyingine, tumekosea wapi hii leo, wafanye marekebisho, tuamkie katika mechi inayokuja. Uzuri ni kwamba status inabaki pale pale ya kwamba tukishinda mchezo mmoja tu tunachukua ubingwa kama kawaida. Kwa hiyo tunaendelea na kupambana kuhakikisha kwamba lengo letu la kuchukua ubingwa mapema linakuwa pale pale. Kwa namna ambavyo mechi ilikuwa, unadhani kwako, lakini unipe tathmini yako, kukosekana kwa Vivian Corazon kumeleta ugumu kwetu? Vivi ni mtu muhimu pale katikati, anaunganisha idara zote mbili, idara ya kiungo na idara ya ushambuliaji, kwa maana idara ya mabeki na idara ya ushambuliaji. Anakuja chini, anachukua mali, anaondoka nayo, ana uwezo wa kuvuka mstari wa katikati akaja mpaka dimba la juu hapa, akaangalia anapeleka wapi, kama anapiga kwa Mbui, kama anaweka kwa Kamama, au anapenyeza katikati kwa Mnuka na Gentrix. Yote hayo ana macho namna hiyo, yani ana jicho huku na ana macho mawili hapa mbele, ambayo ana uwezo wa kudistribute na kufanya kazi kubwa. Lakini tukishambuliwa, Vivi ni mlinzi mzuri mno kwenye kublock na kuzuia mashambulizi. Ukiangalia hata goli ambao tumefungwa hii leo, katikati palikuwa peupe, ikapigwa ndefu, akachomoka mshambuliaji wa Tausi, akapiga hatua 2, Aturo mlinda mlango akasogea, akamchungulia, ngoma kunyavu. Kama Vivi yuko, maana yake ni kwamba lazima pale katikati angekutana na kashikashi. Lakini yote kwa yote, mpira ni mchezo wa watu wengi. Mnapokosea manake wengi mmefanya hayo makosa. Inawezekana leo ilikuwa siku ngumu kwetu, hata angekuwepo Vivian bado tungeendelea kuteseka vile vile. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tumepoteza na tunajipanga kwa ajili ya mchezo unaokuja. Sawa. Ratiba inaonyesha mchezo unaofuata ni dhidi ya Mashujaa. Msimu uliopita mechi ambayo ilitunyima ubingwa ilikuwa dhidi ya Mashujaa hapa. Msimu huu
timu mbili zinazotufuatia nafasi ya pili, kwa maana nafasi ya pili na ya tatu zote zimefungwa na Mashujaa ambaye sisi tunaenda kukutana naye na tunahitaji ushindi ili kuwa mabingwa. Lazima tuelezane ukweli, hiyo ni mechi ngumu zaidi kuliko hii ya Tausi. Uzuri wa Tausi ni kwamba wanacheza kiprojekti, yani wanacheza kitaalamu, pap inachukuliwa, pap inahamishwa, yani ile unaona ni vitu fulani vya kufundishwa hivi. Mashujaa wana hiyo, lakini wana nguvu ya kupush. Ni timu ya kijeshi, kwa hiyo wana ile morali na mentality ya kijeshi. Wana uwezo wa kupambana, wana uwezo wa kulazimisha, wana uwezo wa kutumia nguvu zao zote kupambania ushindi. Kwa hiyo mechi dhidi ya Mashujaa ndio itakuwa ngumu zaidi kuliko hii tuliocheza dhidi ya Tausi. Nini tunapaswa kufanya? Tunapaswa kujiandaa kulingana na mpinzani tunayokwenda kukutana naye. Lazima Musa Mgosi akatengeneze mpango mkubwa kulingana na mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye ili twende tukapate matokeo. Hatupaswi kuingia leo pamoja na mambo mengine, lakini ulikuwa unaona kuna ile confidence kwamba we are champions. Kwa hiyo tunacheza tukiamini muda wowote tunatangazwa kuwa mabingwa. Hauoni watu wakitafuta ule ubingwa. Kwa hiyo kwa Mashujaa lazima tukautafute huo ubingwa. Bila shaka Queens tunachukua ubingwa msimu huu, sababu hakuna anayeweza kupukutisha gap la point 10. Hayupo binadamu huyo, lakini lazima tuoneshe njaa zaidi ya kutaka huo ubingwa, na tunataka kuchukua mapema huu ubingwa ili kuonesha kwamba hatujawaonea. Sisi ni watawala wa soka la wanawake. Sawa. Kwa niaba ya uongozi kuja kwa mashabiki hii leo ambao wamekuja kutusupport, tulioita jana juzi na siku wakati tunafanya promotion na kuja kwenye huu mchezo, wamejitokeza kiasi chake, lakini pia mchezo mwingine unaocheza unaofuata tunacheza hapa Dar es Salaam, ila ni kule Kigamboni. Kwanza tuwashukuru mashabiki waliojitokeza hii leo. Ziko mechi za ligi kuu za wanaume hazipati mashabiki kama ambao tumewapata hii leo kwenye mechi ya Simba Queens na Tausi. Jukwaa lile la VIP 5000 limejaa, jukwaa hili la 5000 limejaa, nyuma ya goli upande huu kumejaa, upande wa kule ndio ulikuwa huko empty. Ziko timu za ligi kuu tena kongwe hazipati watu wa namna hii, na ungesema kiingilio ilikuwa ni bure, lakini hapa kulikuwa kuna kiingilio hii leo, lakini watu wame show up kwa ajili ya kuja kuisupport Simba yao. Sisi tunawashukuru mashabiki wote wa Simba ambao wameacha kula sikukuu na familia zao, wamekuja kuipambania Simba Queens iweze kuchukua ubingwa. Leo imeshindikana, tuwape pole, lakini vita bado inaendelea. Na sasa tunaelekeza nguvu kwenye mechi yetu dhidi ya Mashujaa. Kaishangilie Simba yetu, hatuiachi mpaka ubingwa msimu huu. Shukrani sana. Asante sana.